بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما بعد، kiendelea na madarasa haya ya Nuzhatun Nadhar cha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika mada ya mustalah al-hadith, tumefika mwisho wa kueleza masala ya naskhi, bali yani ndo ibara ya mwisho kuhusiana na naskhi, kisha atafanya kama kuendelea tusipojua tarehe. Manake tumezungumzia lao tutapata hadithi mbili za gongana, hali ya kwanza ni tuweze kujumuisha. Kwa hivyo tutajaribu kufanyia kazi zile hadithi mbili, na tukataja kaida maarufu sana katika usuli, wanakuambia i'malu dalilaini aula min ihmalihima. I'malu dalilaini aula min ihmalihima au ihmali ahadihima. Kufanyia kazi dalili mbili ni bora kuliko kuacha zote mbili au kuacha moja. Kwa hiyo ikiwa kuna njia, kwa mfano hadithi mbili dhahiri yake za gongana, na kuna njia ya kujumuisha baina hizo hadithi mbili, lazima tujumuisha, ama tutasema ni aula kufanya nini? Kujumuisha. Kisha sasa tusipoweza kujumuisha, sasa ndio tuenda katika hali ya pili. Hali ya pili tukasema tutaangalia upande wa tarehe. Tukijua zile tarehe ya hii ilishuka lini, tarehe ya hii ilielezwa lini, hadithi hii tarehe yake lini, kisha tutahukumu kwa ile iliyochelewa imekuwa ni nasikh, kama imeifuta ile hukumu iliyotangulia. Kwa hivyo hadithi ya pili kitarehe inachukuliwa, inafanywa ni nasikh, na ile ya kwanza inakuwa nini? Mansukh. Na tukaeleza namna ya kujua tarehe, ama namna ya kujua nasikh na nini na mansukh. Sasa endelea Sheikh yasema wa amma al-ijma', amma ijma'i falaysa binasikhin. Ijma'i haiwezi kufanya nasikh. Hawezi kuja maulama waseme kwa ijma' ya maulama hadithi fulani ya bwana mtume ni mansukhi, yani imenasikhiwa kwa ijma'i. Tufahamiane kuwa hadithi imefanywa naskhi na ijma'i haiwezekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu naskhi ni tashri'i, yani ni kutuletea hukumu mpya, na la hukma illa lillah, na hukumu haitoki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu au mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye yutueleza hukumu ya Allah jalla jalalu. Kwa hiyo maulama hawezi kujumuika wakafanya ijma' wakasema angalia hadithi hii ni mansukhi, isipokuwa tutasema ile ijma'i sio ilofanya naskhi, bali ijma'i ni dalili ya naskhi. Ijma'i ni nini? Ni dalili ya naskhi, kama alivyosema Sheikh baada ya muda mchache asema bal yadullu ala dhalik, bali hiyo ijma'i yajulisha ni dalili ya naskhi. Kwa hivyo tukisikia maulama wasema kwa mfano hadha al-hukmu mansukhun, hukmu fulani ni mansukh bil ijma'i, kwa ijma'i ya wanazuoni, haimaanishi kuwa ile ijma'i ndio imekuja ikafanya nini? Naskhi. La, bali ile ijma'i ni dalili ya kuwa kuna hadithi nyingine ama kuna aya ilikuja ikafanya ile hadithi iliyotangulia kuwa nini? Ni mansukh. Tamam. Kwa hiyo ukisikia hadha mansukhun bi hadith kadha, hiyo wazi. Lakini ukisikia hadha mansukhun bil ijma', usije ukasema kuwa ijma'i ndio imefanya naskhi. La, ijma'i ni dalili tu ya nini? Ya naskhi. Naam. Yani maelezo kwenye usuli huelezo zaidi, hata tukiangalia taarifu ya naskhi utajua moja kwa moja ijma'i haiwezi kufanya nini? Kufanya naskhi. Asema Sheikh wa in lam yu'raf at-tarikh. Sasa tuenda marhala ya tatu. Marhala ya kwanza tuliweza kujumuisha baina zile hadithi mbili. Tukijumuisha ahlan wa sahlan, hii imetosha. Lakini tusipoweza kujumuisha, tuangalie upande wa tarehe ya hii baada ya hijra, hii ni kabla ya hijra, kisha tutasema moja ni nasikh na moja ni nini? Mansukh. Sasa asema Sheikh wa in lam yu'raf at-tarikh, je ikiwa hali ya tatu tarehe pia hatuwezi kujua, tufanyeje? Sheikh asema fala yakhlu imma an yumkina
an yumkina tarjihu ahadihima ala al-akhar, basi itakuwa tuna ihtimali mbili. Ima tuweze kufanya tarjihi fala yakhlu, basi haipiti imma an yakuna, haiwezekani isipokuwa iwe yumkinu, imma an yumkina afwan, isipokuwa iwezekane kufanya nini? Kufanya tarjihi ya moja wapo ya zile hadithi mbili ala al-akhar, juu ya nyingine. Yani tukafanya tarjihi tukasema hii ndio ina nguvu kuliko ile nyingine, iwe yawezekana biwajhi min wujuhi tarjih, kwa namna ya kufanya kwa wajhi min wujuhi au aujuhi at-tarjih, kwa namna zilizoko za kufanya tarjih. Na tumetanguliza baadhi ya namna kama tunavyokumbuka tukisema kuwa hadithi zilizoko katika sahihaini zina nguvu kuliko zile zingine, sunna zingine. Hadithi zilizotukuliwa na Bukhari peke yake zina nguvu kuliko zilizotukuliwa na Muslim. Hadithi za afwan, hadithi labda ikiwa zimpokewa na maimamu mikubwa, ile sanadi wote ni maimamu mikubwa, zile zinakadimishwa kutoka sahihi zingine. Kwa hiyo tutaangalia aujuhi tarjih. Hadithi labda impokewa na sahaba ambaye amemlazimu mtume muda mwingi, kuna mwingine ambaye amekutana naye kwa muda mchache, basi yule aliyokutana na mtume muda mwingi ama alolazimiana na mtume muda mwingi, hadithi yake ndio inakadimishwa. Aujuhi tarjih ziko nyingi sana, mpaka al-Imam al-Iraqi ametaja zaidi ya 100 aujuh tarjih, amesema zimepita 100. Yani vitu vidogo viweza kufanya. Angalia hizi hadithi mbili kama ambazo zimegongana, hatujaweza kufanya jam'i baina hadithi mbili, na pia hatujaweza kufanyaje la ilaha illallah muhammadur rasulullah afwan, na hatujaweza kujua tarehe mpaka tuseme moja ni nasikh na moja ni mansukh. Bas aujuh tarjih ni zipi? Tumeeleza kadhaa. Kuna wengine watasema amal ahli al-Madina, amalu rawi. Hizi zote ni aujuh tarjih, hutajwa kwenye zitabu hizi kubwa zaidi, mtu akitaka aweza kuangalia. Pia Imam Suyuti ameeleza njia za kufanya tarjih ni nyingi sana, na ni ilmu ya kisawa sawa. Naam, asema shekhe, yawezekana ikawezekana kufanya nini? Kufanya tarjih. Wa imma imma an yumkin tarjih ahadihima ala al-akhar, imma iwezekane kufanya tarjihi moja wapo juu ya nyingine biwajhi min wujuhi tarjih, katika namna za kufanya nini? Za kufanya tarjih almutaalliqa bil matni, ambazo hizi njia za tarjihi zikiwa zimetaalaka na matni au bil isnadi ama isnadi. Yani njia za kufanya tarjih takriban njia nyingi tulizozifanya sisi ama tulizoashiria sisi tulotaja kama mifano ni za sanadi. Yani utapata sanadi za Bukhari zina nguvu kuliko wengine kama hivyo, basi inakuwa ile ya Bukhari ni arjah, inakuwa ndio inapewa nguvu zaidi. Tamam. Lakini njia za kufanya tarjih pia zaweza kuwa kwenye matni. Kwa mfano ukapata matni moja kidogo kuna taraddudi, yule mpokezi asema bwana ansema hivi au ansema hivi, hivyo ndo mimi namsikia shekhe langu, lakini yule mwingine ana jazmi, ana uhakika, basi ile inakuwa ni tarjihi upande wa nini? Upande wa matni. Na pia namna hizi ziko nyingi. Kwa mfano yule ambaye ataeleza maelezo zaidi, utapata labda hadithi yake ndio yafanya nini? Yakadimishwa. Labda hadithi fulani imeeleza hukumu, hadithi nyingine matni fulani imeeleza hukumu, matni nyingine imeeleza hukumu pamoja na illa. Haijaeleza hukumu tu, bali imeeleza hukumu na ikaeleza na illa. Basi tutasema ile hadithi ama ile matni ambayo imeeleza hukumu na illa, ile ndio inafanya nini? Inakadimishwa, ile ndio arjah. Tamam. Kwa hiyo hizi zaitwa aujuh at-tarjih. Asema shekhe aula au isiwezekane, yani yawezekana ukafanya tarjihi ama isiwezekane. Kwa mfano upate hadithi zote mbili labda ziko katika Bukhari, hadithi zote mbili ziko katika Bukhari, utafanyaje? Ama hadithi zote mbili labda ziko katika Muslim, utafanyaje? Tamam. Ama hadithi zote mbili labda ziko sawa kilafdhi, yani almuhimu wale wapokezi wako sawa na ile matni pia zimekaribiana upande wa, yani hakuna hati mmoja kuna ziada ilmin la. Sasa hapa itakuwa haiwezekani kufanya nini? Tarjih. Sasa asema tukishindwa kufanya jam'i tutaenda kwenye nasakh. Tukishindwa kufanya naskhi tutaangalia aujuh tarjih. Aujuh tarjih kuna ihtimali mbili, imma zile hadithi tuweze kufanya tarjihi au tusiweze kufanya nini? Kufanya tarjih. Sawa mpaka hapo? Aendelea asema shekhe, fa in amkana tarjihu, lau itawezekana kufanya nini? Kufanya tarjih. Asema ta'ayyana al-masiru ilayhi, inakuwa sasa lazima tuende hapo, lazima tufanye nini? Tufanye tarjih. Ikiwa yawezekana kufanya tarjih,
hadithi iko kwenye Bukhari, nyingine iko kwa mfano kwa Abi Daudi, tutakwambia khalas ile ya Bukhari yafanya nini, yakadimishwa moja kwa moja. Kwa sababu gani? Huwa arjah, ile ina nguvu zaidi, na tumeeleza sababu kwa nini hadithi iko katika Bukhari ni ina nguvu zaidi, basi itafanyiwa tarjihi. Hii ni ikiwezekana kufanya nini, kufanywa tarjihi. Wa illa endelea Sheikh Al-Hafidh rahimahullah sema wa illa, lao isipowezekana isipowezekana yani kufanya nini, kufanya tarjih, asema fala bas khalas, uwezi tena hakuna tena ulazima kufanya tarjih. Lao zile hadithi hatuwezi kufanya tarjih, hatuwezi kuambia nenda kufanya tarjih min dun murajih, mustahil. Yani hadithi mbili zote ziko katika Bukhari kwa mfano, sawa, wapokezi wote ni thika daraja moja, na tukiangalia matni hakuna utasema ati matni moja hii inaashiria kuwa hii yule imedhibitiwa zaidi, la, zote ziko utasema daraja moja upande wa elimu, hatuwezi kufanya tarjih, sawa. Lau tutachagua moja tutakwambia hadha yaitwa hii kifiqihi hata kiusuli huitwa at-tahakkum. Lau utachukua dalili moja uache ile nyingine, hii yaitwa at-tahakkum, tutakuuliza kwa nini umechukua hii, lazima utupe hujja. Lau hutokuwa na dalili, kwa ajili gani umechagua dalili moja, kwa ajili gani wewe umechagua ile hadithi uliyoitaka wewe, tutakwambia hii ni tahakkum ala awamirillah. Hapa sasa wewe umejifanya kama wewe ndo mwenye kutuletea sheria, mbona uwata ile nyingine? Ushaona? Basi hapa sasa isipowezekana hatutofanya nini, itwaje tarjih, na itakuja maelezo yake. Tamam, itakuja maelezo yake hapa, ataeleza kidogo zaidi. Almuhimu ni kuwa umuman tutasema zile hadithi zote huwa twakoma, twasimama, hatutaji hukumu yoyote. Manake hadithi moja yaonyesha ni halali, labda hadithi nyingine yaonyesha ni haramu, na hakuna ndia ya kufanya nini tarjih, basi twanyamaza. Tufanya nini? Twanyamaza. Asema shekhe, faswara ma dhahiruhu at-ta'arrud, basi ikawa ile hadithi ambayo dhahiri yake kuna mgongano, waqi'an ala tartib, ala hadha tartib, afwan, waqi'an ala hadha tartib, basi ikawa hii hadithi ambayo sasa yeye ataeleza itwaje kama khulasa, kama hasila, asema basi ikawa hizi hadithi ambazo dhahiri yake kuna nini, kuna mgongano, inakuja kwa taratibu hii ambayo ataitaja. Yani vipi tutataamal na hizi hadithi, ni hii kwa utaratibu huu ambao atautaja. Asema aljam'u in amkan, aljam'u in amkan, ya kwanza ni kujumuisha baina ya zile hadithi ikifanya nini, ikiwezekana. Ikifanya nini, ikiwezekana. kisha fa'tibaru an-naskhi wal mansukhi, afwan, fa'tibaru an-nasikhi wal mansukhi. Tusipoweza kufanya jamii kujumuisha baina ya zile hadithi mbili, sasa tutaangalia upande wa nini, upande wa nasikh na nini na mansukh. Tuseme moja ni nasikh na moja ni mansukh kulingana na tarehe kama tulivyoeleza. Kisha isipowezekana hivyo, hatujui tarehe, asema fatarjihu in ta'ayyana. Basi kufanya nini, kufanya tarjih. Hii ni kutukua zile hadithi, tuangalie gani labda ina nguvu zaidi kwa upande gani, namna yoyote ambayo waweza kufanya tarjih utafanya, kama tulivyosema al-Hafidh al-Iraqi na al-Imam as-Suyuti wametaja aujuh tarjih na ziko nyingi. Sasa baada ya kushindwa kufanya nasikh na mansukhi, tutaangalia sasa kufanya nini, kufanya tarjih in ta'ayyana. Na kwa ajili gani amesema in ta'ayyana, yani ikiwa lazima, ikiwa kunayo namna ya kufanya nini, ya kufanya tarjih. Kisha asema Sheikh, thumma tawaqquf anil amali bi ahadil hadithain, kisha tusipoweza kufanya hiyo tarjihi, basi tutatawaqaf, tutasimama, tutapozi, tutakoma anil amali bi ahadil hadithain, kutokana na kufanya kazi moja ya zile hadithi mbili. Hufai kufanya kazi moja ya zile hadithi mbili bila dalili yote. Maana sasa wewe hujui nasikh na mansukhi, hujaweza kufanya tarjih, vipi utafanyia kazi hadithi moja katika zile mbili? Sasa asema shekhe daraja ya mwisho ni kuwa tusimama, hatufanyi kazi katika moja ya zile hadithi mbili. Asema shekhe wa ta'biru bitawaquf, na hapa yeye ametumia tabiri hii, asema wa ta'biru bitawaquf, na hii tabiri yangu at-ta'bir kwa neno at-tawaquf kuwa tuakoma, au la min at-ta'bir bitasagut, yani kufanya nini, kutumia neno hili at-tawaqquf ni bora kuliko kutumia tabiri ya at-tasaqut. Manake mtu yote ambaye amesoma kule kwenye usuli, kuna kaida mashuhuri sana, tamam, kuwa dalili mbili zikigongana tasaqata, dalili mbili zikigongana na tusiweze kufanya jam'i, tusiweze nasikh na mansukhi, utaona sana kwenye zitabu za hadithi utaambia nini,
tasagata, yani zile dalili mbili zafanya nini? Zaanguka, za poromoka zile mbili. Sasa asema shekhe, bora tutumie neno tawakufi, yani kuwa sisi tunakoma, hatufanyi kazi zile dalili mbili, kuliko kutumia neno nini? At-tasaqut, kuliko kutumia neno at-tasaqut. Kwa sababu gani? Asema lianna khafaa tarjih ahadihima ala al-akhari, kwa ajili kule kufitika kwa namna ya kufanya tarjih, kule kufitika al-rajih, kufanya tarjih baina yani kufanya tarjih ya hadithi moja juu ya ile nyingine, inama hakika, yani kufitika huku, inama huwa binisbati lilmu'tabiri, hii ni kwa yule mwenye kuangalia, hii ni kwa yule alim, yani si kwa watu wote, ni kwangu mimi tu ndo mimi naona hizi hadithi mbili kama ambaye haziwezi kufanywa nini, kufanya tarjihi. Huwa binisbati lilmu'tabiri fil halati arrahina, hii kule kuwa imefitika namna ya kufanya tarjihi inakuwa inafichika kwa yule mwenye kuangalia, kwa yule mwanachuoni mwenye kuangalia, fil hala arrahina, katika hali ambayo imethibiti, yani katika hali fulani tu, hali fulani ambayo imethibiti. Maana yake arrahn kilugha ni athubuti, sio? Sasa kusema fil hala arrahina, yani katika hali iliyothibiti. Kwa hiyo mwanachuoni fulani kwake yeye ndo hajaweza kufanya nini? Tarjih. Kwake yeye ndo ile namna ama wajhu tarjih imefanya nini? Imefichika. Lakini asema ma ihtimalin, pamoja na kuwa kuna ihtimali an yadhhara, kudhihirike, li ghairihi, kwa mwingine, kwa msomi mwingine, kwa mwanachuoni mwingine ambaye si huyu, ma khafi alayhi, lile lilofichika kwa yule mwanachuoni wa kwanza. Yani hapa asema yule mwanachuoni ambaye amesema kuwa bwana hizi dalili mbili huwezi kufanya tarjihi, ni kwa nadhari yake, kwa hali yake muayyan. Lakini tunaweza kupata mwanachuoni mwingine akaleta namna ya kufanya nini? Namna ya kufanya tarjih. Yawezekana. Si jambo yani ni ihtimali ambayo iko. Ushaona? Sasa kama hii ihtimali iko, bora sisi tuseme nini? Na tawaggafa anil amal. Sisi ambayo tumeshindwa labda kupata namna ya kufanya tarjihi, ni bora sisi tuseme nini? Tuna stop, hatufanyii kazi zile dalili mbili, badala ya kusema hizi dalili mbili za poromoka. Manake ukitumia taabiri ya tasaqata, ukitumia taabiri ya kuwa hizi dalili mbili za poromoka, kama ambaye hizi dalili mbili za poromoka kwa kila mtu hazifai kufanyiwa kazi mutlaqan. Lakini la, hii si sahihi. Yule mwingine, yule alim mwingine ambaye ni msomi, ameingia katika elimu ya hadithi kiundani, ameingia katika fiqh kiundani, ataweza kufanya tarjih, ataweza kufanya tarjih ya zile nini, hadithi ambazo labda wengine wameshindwa kuzijumuisha. Naam. Asema ma ihtimali an yadhhara li ghairihi ma khafi alayhi. Naam, pamoja na kuwa kuna ihtimali ya kudhihirika kwa mtu mwingine lile lililofichika kwa yule alimu wa kwanza. Naam. Na baadhi ya muhashina waeleza sema kihakika hawezi kusimama kufanya kazi hii isipokuwa mtu ni imamu ambaye amejumuisha baina ya elimu ya hadithi, elimu ya fiqhi, elimu ya lugha, balagha, yani mtu ambaye ajua zile maana ambazo zimefichika. Ama mtu yoyote aje aone dalili mbili aseme bwana angalia hizi dalili mbili zimegongana, la, tutakwambia je, wewe ni msomi? Mpaka sisi tupate wale wasomi wa qima alia, wa hali ya juu zaidi, wao ndo wataweza kujumuisha baina ya nini, baina ya hizi hadithi. Kisha asema shekhe wallahu a'lam, na Allah ndio ajua zaidi. Naam. Kisha ataendelea shekhe, atasema thumma almardudu, ataingia sasa katika hadithi ambazo ni mardudi. Alitangulia akasema almaqbul, tukazungumzia makbuli mpaka hapa tulipofika. Sasa atazungumzia hadithi ambazo nini, mardudi. Inshallah tutaendelea katika madarasa yanayokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.